Kwenye dini hakuna mipaka ya elimu, kwamba kuna elimu ya dini na elimu ya dunia. Elimu ni elimu tu. Allah katutolea visa vingi kwenye Qur'ani vya kitaalamu. Kwa mfano, safari ya kikazi ya mja wake Dhulqarnain alipoenda magharibi ya dunia kwenye shughuli zake za kiutawala, akenda na mashariki kwa shughuli zake za kiutawala, halafu akapita katika nchi za mashariki ya mbali, akakuta watu aliyoyafanya Dhulqarnain sio masala ya ibada, kwamba kawafundisha kusali, kawafundisha kufanyaje. Wale watu baina sadaini katumia teknolojia kubwa. Pale kuna elimu ya chemistry, kuna elimu ya physics, na kuna elimu nyingine ya kiufundi, fundi ujenzi. Zile zote ni taaluma. Mmenifahamu vizuri? Kwa hiyo Allah kamwambia mtume wake asome. Ile Iqra haikuwa na maana ya kwamba asome msahafu tu peke yake, ni elimu kwa ujumla. Kwa hiyo nawahusia msidharau elimu. Hichi walichonacho wazungu, wanachokosea wazungu, wao ndo wale wanaodharau siku ya malipo. Hawaamini kuwa kuna kiyama. Kwa hiyo wamebezi na hii dunia peke yake. Hapa tu ndo wanapokosea. Wangekuwa wanamfahamu Mola wao muumba, wakafanya mambo yao haya wanayoyafanya kwa kutaka radhi zake, wallahi wangelijaza hiyo firdausi wao. Kwa hiyo hakuna mgawanyiko wa elimu, kwamba kuna elimu ya dini na elimu ya dunia. Sasa si ndo tuwe wajinga tu hapa? Soma hiyo Qur'ani yenyewe, inakupa fani zote zimo humo. Kama unasoma physics, ukiipitia Qur'ani unastafidi kwenye anga zako. Yani hii ukizungumza kwa mfano haya mawaidha, hizi aya tunazopitia, hao waliosomea dunia unawaacha hoi. Sasa kumbe haya yamo kwenye Qur'ani. Yamo kwa sababu watu wanakuta kwenye Qur'ani, wenye maarifa yao wanajituma kufanya research ndo zinawapa elimu ya ziada, wanagundua vitu vipya. Kuna siku mtume aliwaambia watu masafa ya eneo la mpaka baina ya pepo na moto ni kiasi cha kutembea miaka 70. Siku chache baadaye kashushiwa aya zile za suratu Araf zinazozungumza watu wa peponi na watu wa motoni watazungumza. Wakapiga kofi kwa kejeli, wakasema hamu mstaajabu Muhammad, juzi katuambia eneo la mpaka tu baina ya pepo na moto, kuvuka mpaka ni miaka 70. Leo anatuambia watu wa peponi na wa motoni wataongea. Wanaongeaje watu masafa marefu kama haya? Lakini kwa mtu wa sasa hili halimshangazi. Sasa hivi tuna hivi vidude, unapiga hapa, mtu yuko Canada au Hong Kong, mnaongea na huku mnacheka, mnaonana, si kweli? Sasa mtu kaweza, ni elimu ndo ilomfanya. Wamejituma watu wanafanya research.